بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa katika darasa ya hadithi al-40 an-nawawiyya li Sheikh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. الحديث الخامس، leo tutasoma hadithi ya 5. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Hadithi hii ambayo inasimuliwa na Ummi Abdillah Ummi al-Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, zawju an-nabii sallallahu alayhi wasallam, anasema al-Imam an-Nawawi: an Ummi al-Mu'minina Ummi Abdillah, kutoka kwa Ummi al-Mu'minina Ummi Abdillah ambaye ni Aisha radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema: qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, mwenye kuanzisha ndani ya dini yetu hii lisilokuwemo, fahuwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari, wa Muslim, na kadhalika imepokelewa na Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, na katika upokezi mwingine wa Imam Muslim, katika upokezi wa Imam Muslim imekuja: man amila amalan, mwenye kufanya amali yoyote, mwenye kufanya amali yoyote, laisa alayhi amruna, hakuna juu yake dini yetu katika amali hiyo, fahuwa raddun, basi amali hiyo ni yenye kurejeshwa, haitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان بن عبد الله الفوزان: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها هي أم عبد الله أم المؤمنين من بين عائشة بنت أبي بكر الصديق، عائشة بنت أبي بكر الصديق
wa hiya laysa laha auladun, na yeye hana watoto. Mama Aisha Allah akumjalia kizazi, kwa maana hakuwa na mtoto. Walakinaha kunyat bi ummi Abdillah, amepewa kunya ya ummi Abdillah liannaha khalatun li Abdillah ibn Zubair, ni mama mdogo wa Abdillah ibn Zubair. Fakunniyat bihi, na akapewa kunia kwa hiyo, akapewa kunia ya huyo Abdillah ibn Zubair ambaye ni khalati wake. Kwa hiyo akawa anaitwa ummi Abdillah, lianna al-khalata bimanzilati al-umm, sababu khala ana nafasi ya mama mdogo, na nafasi ya mama. Wa hiya as-siddiqatu binti siddiqi, naye ni mkweli, mtoto wa mkweli, kwa maana ni binti Abi Bakar as-Siddiq. Wa hiya as-siddiqa, kadhalika bila shaka yeye ni mkweli. Ahabbu azwaji an-nabii sallallahu alayhi wasallam ilayhi, katika wenye kupendeza katika wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwake, katika wanawake ambao ni mke ambaye alikuwa akimpenda sana mtume sallallahu alayhi wasallam. Qalat, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Qawluhu man ahdatha fi amrina ay fi shar'ina, man ahdatha fi shar'ina hadha, mwenye kuanzisha katika sheria yetu hii, kwa maana katika dini yetu, sheria ya Uislamu, mwenye kuanzisha ma laysa minhu, jambo ambalo halipo, ai fi shar'ina, katika sheria yetu hii. Ahdatha yani awjada ibadatan lam yakun laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulillah, kwa maana awjada, atakayeiweka ibada ambayo haikuwepo, ibada hiyo haikuwa ibada hiyo na dalili kutoka kwenye Qur'an na kutoka katika sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-ibadat, kwa sababu ibada ibada tawqifiyya, ni jambo la tawqif, la kunyamaza, kutofanya. Asili ya ibada ni kutofanya. La yu'malu illa bima dalla alayhi ad-dalil minha, haifanywi isipokuwa kwa ile ambayo imejulishwa na dalili. Amma ma lam yadulla alayhi dalil, ama lile ambalo lisilofahamishwa na dalili, fa inna Allaha lam yusharri'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala hajaiwekea sheria ibada hiyo kuifanya. Hiyo ndio asili ya dini ya ibada. Ibada yoyote ambayo haikuwekewa sheria katika Uislamu, kwa maana haina dalili min alkitab wala min as-sunnah, ibada hiyo asili yake ni haramu kufanya ni uzushi. Waman taqarraba ila Allah bi shay'in, na mwenye kujikurubisha kwa Allah kwa kitu chochote, lam yashra'hu
ambacho Allah tabaraka wa taala hakukiwekea sheria, fahuwa mubtadi'un, basi huyo aliyekianzisha hicho aliyekiweka anakuwa ni mubtadi', ni mzushi. Muhdithun, ni mwenye kuanzisha fi dini ma laysa minhu, ni mwenye kuanzisha katika dini kitu ambacho hakimu. Wa amaluhu mardudun alayhi la yuqbalu inda Allah subhanahu, na amali yake hiyo aliyofanya itarudishwa kwake yeye mwenyewe, hata ikubali Allah hali ya kuwa ametakasika. Lianna al-ibada, kwa sababu ibada wasair al-a'mal, na matendo yote, la tasihu illa bi shartain, haisihi ibada yote na matendo yote hayatosihi isipokuwa kwa masharti mawili. Al-awwal, sharti la kwanza, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, ni ikhlas, uifanye hiyo ni khalis, hali ya kumtakasia Allah azza wa jalla. Athani, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, ni kufanya kwa mujibu wa kumfuata mtume, namna alivyofanya mtume. Falau anna al-insan jaa biibadatin, lau kama mwanadamu ataleta ibada, takuja na ibada muhdathatin, ibada ambazo zimezuliwa, laysa fiha shirkun, na ikawa ndani yake hakuna shirki, laysa fiha shirkun abada, kulluha khalisatun lillah, ikawa ibada yote ina ikhlas ndani yake, ameifanya kwa mujibu wa kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ibada yenyewe haina asili katika Uislamu. Walakinaha laysat min shari'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, lakini ikawa ibada yenyewe hiyo haipo katika sheria aliyowekea sheria mtume sallallahu alayhi wasallam, fa hiya bid'atun mardudatun la tuqbal, basi ibada hiyo itarejeshwa, haitakubalika mbele ya Allah. Pamoja na kuwa ameifanya khalisan liwajhi Allah subhanahu, kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah, ameifanya kwa ikhlas zote, lakini muda wa kuwa haipo katika sheria aliyoweka mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ibada hiyo ni bid'a uzushi na haitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqbalu al-amalu illa bihadhaini shartain, haitakubaliwa amali yoyote isipokuwa masharti mawili haya. Wa qad madha ash-shartu al-awwal fi qawlihi ta'ala sallallahu alayhi wasallam, na imepita sharti ya kwanza katika kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Huu ndio msingi wa kwanza, ikhlas an-niyya. Fahadha shartun lil-ikhlas, hili ni sharti la ikhlas. Wa amma shartu al-mutaba'a fahuwa fi hadha al-hadith, ama sharti la pili ya mutaba'a, kwamba amali tutakayoifanya iwe ina asili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sharti la pili tunalipata katika hadithi hii, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, atakayezusha katika sheria yetu hii ya Uislamu jambo ambalo halimo, basi jambo hilo atarejeshewa mwenyewe. Asili ya kufanya ibada yoyote, ibada hii kama wanavyofanya hivyo ina asili katika Uislamu, kwa sababu wa kwanza kufanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio mizani, ndio kipimo kilichokuwa sawa sawa. Ili ibada yako na matendo yako yakubalike mbele ya Allah, basi tunaangalia msingi huu wa mutaba'atu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam.
na aliposema fa huwa rad ay mardudun alayhi ni yenye kurejeshwa juu yake ibada hiyo, la yuqbal, haitokubaliwa inda Allah subhanahu wa ta'ala, haitokubaliwa mbele ya Allah hali ya kuwa ametukuka. Mahma at'aba al-insanu nafsahu fihi, kwa hali yoyote ambayo mtu ataitaabisha nafsi yake kwenye kuifanya hiyo, kwa hali yoyote ambayo mtu atakuwa ameitaabisha nafsi yake katika kuifanya hiyo, fanya kwa ugumu na kadha, lakini kwa sababu haina asili, la tuqbalu inda Allah. Kwa hiyo mahma atba al-insanu nafsahu fi, kwa hali yoyote ambayo atakuwa mtu ameitabisha nafsi yake, wa mahma khalusat niyatahu fi, na kwa hali yoyote ambayo amefanya ikhlas, ameitakasa nia yake kwa ajili ya kuliendea jambo hilo, fala yanzuru ila salahi an-niyya, fala yunzaru ila salahi an-niyya wa husni al-qasd, haitazamu utakasifu wa nia na wala uzuri wa makusudio, kwamba sisi tunakusudia, hatukusudii ubaya. Bal la budda min almutaba'ati, bali hakuna budi kupatikane kufuata, hata yuqbala al'amalu, ili kubalike hiyo amali. Fa in khala min ahadi hadaini ash-shartain, na yakitopatikana, yakikosekana masharti mawili haya, fa huwa mardudun ala sahibihi, basi amali hiyo ni yenye kurejeshwa kwa mwenyewe, yani inarejeshwa kwa mfanyaji. Wa fi dalil ala anna albid'a fi ad-din, na wa fihi dalilun, na ndani yake kuna dalil ala anna albid'a fi ad-din kulliha marduda, kulluha marduda, na ndani yake kuna dalili ya kwamba bid'a katika dini zote zenye kurejeshwa, na bid'a inakuwa katika dini, bid'a hiyo katika dini. Mfano mukhtaraatul haditha, mambo ya kimaendeleo, huko hakuna dini. Yani mpaka baadhi ya watu tunaweza kukuta mashekhe wakubwa ambao wanasikika sema hivyo kwamba mbona nyinyi mkenda Maka mpandi punda, pandi farasi, mnapanda ndege, Mtume alipanda ndege? Kwani kupanda ndege dini? Sio dini. Mbona nyinyi mnakaa kwenye misikiti ambayo mnajenga misikiti, mnaweka mafeni na nini, mazulia, Mtume msikiti wake ulikuwa hivyo? Sana hizi zote si bid'a hizi? Yaani hujafahamu bado maana ya bid'a. Lakini sio kwamba hawafahamu, hiyo ni talbisi, wanawachanganya wasiojua. Yaani wale wasiojua hakika ya bid'a, hawa mashekhe wanawachanganya hawa watu wa kawaida, awamu nnas, ili mradi na wao wapate mihemko. Si unaona bwana, shekhe kasema bwana, wao wenyewe mbona wanafanya mambo haya? Katika hali namna hii, bid'a haiwi katika vitu, bali bid'a inakuwa katika dini. Ndio maana akasema man ahadatha fi amrina hadha, fi shar'ina hadha, jambo ambalo likawa na kufanana na dini, kama mambo mengi yanayofanyika. Kwa hiyo ndani yake kuna dalili kwamba bid'a zote katika dini zenye kurejeshwa. Fa fihi raddun ala man yaqul, na katika hadithi hii ndani yake kuna rad juu ya wale yule mwenye kusema inna hunaka bid'atun hasana, kwamba kuna bid'a iliyo nzuri,
Nazungumza kwamba ndani yake kuna kwamba katika dini kuna bid'a hasana. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi alhadithi al-akhar, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pia katika hadithi nyingine, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani hakika kila uzushi katika dini ni bid'a, wa kulla bid'atin dalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Kila bid'a ni upotevu. وهذا يقول هناك بدعة حسنة فهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. basi huyu anasema kuna bid'a nzuri, maneno yake haya yanakwenda kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. falaysa hunaka bid'atun hasana, hakuna bid'a nzuri. wa innamal bid'u kulluha sayyi'a, bid'a zote ni mbaya tu. wa mardudatun binasi alhadith, na ni zenye kurejeshwa kwa nasi ya hadithi. lakini haulai yuhawiluna ijazat albid'i, au wanakuna mbio kuzijuzisha hizi bid'a wa tahsiniha, na kuzifanya kuwa nzuri. fayaquluna an bid'ati al-ihtifal bil maulidi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, basi wakizungumza hivyo wanakusudia ni bid'a ya kusherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. innaha bid'atun hasanatun, wakasema kwamba hii ni bid'a nzuri, li'annaha dalilu ala hubbi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kwamba ndani yake hiyo ni kuna kudhihirisha mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. فعلى قولهم هذا، نجوا قول yao hii، يكون أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول zao hizi sasa tukiziingiza kwenye mizani tunapata ya kwamba Abu Bakari, Umari, Uthman, Ali, hao walikuwa wampendi Mtume na maswahaba wakubwa wengine. Kwa kauli hii wanayosema moja kwa moja na kwa hawa sasa maswahaba hawa hawakumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu gani? Hawakufanya. Tumeelewana vizuri hapo? La yuhibbuna ar-rasul, kwamba hawa hawakuwa hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, li'annahum lam yuqimuna al-maulid, kwa sababu wao hawakusimamisha maulid. bal al-qurun al-mufaddalatu kulluha, bali zile karne bora zile alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, watu bora ni wale wanaopatikana katika hii karne yangu, thumma alladhina yalunahu, kisha inayofuata thumma alladhina yalunahu. hao wote wanao vile vile hawakufanya. La tuhibbu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, basi na hawa pia katika watu wa karne bora hawa pia nao walikuwa wampendi Mtume, li'annaha lam tahtafil bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao hawakusherehekea kwa kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maana yake sawa na kusema na wao vile vile wote katika karne zile zote walikuwa hakumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. falaysa ihdathu albid'i dalilan ala mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na si katika dalili ya kumpenda Mtume kuanzisha nasema falaysa ihdathu albid'i, si kuanzisha bid'a, yani katika kuanzisha bid'a hakuna dalili juu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali dhalika dalilun ala bughdhihi, kuanzisha katika dini ni dalili ya kumchukia Mtume. Kama kweli unampenda Mtume afanye yale aliyoelekeza, si yako mengi ile msikia Sheikh Allah yahfadhuhu Abu al-Khattabi alikuwa anazungumza haya wanayofanya kwamba laiti kama wangeambiwa hii maulidi mfano ingekuwa wakaambiwa sunna,
basi wasingefanya. Yaani maulidi wangeambia hii ni katika sunna, wasingefanya. Yaani ni mdadi wakisikia jambo la sunna tu, basi watu wanajiweka mbali na jambo hili. Kwamba hili ni sunna, hili ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatufanya. Basi liko hivyo. Bali dhalika dalilun ala bughdhihi. Sheikh anasema kuanzisha hayo wanayodai kwamba ni sababu ya kumpenda mtume ni dalili ya kumchukia mtume sallallahu alaihi wasallam, lianna man kana yuhibbu ar-rasula, kwa sababu mwenye kuwa anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu yattabi'uhu au yatba'uhu, atamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yukhalifuhu, na wala hawezi kuna naye kinyume, wala yuhdithu albid'a, na wala hawezi kuanzisha mambo ya bid'a. Yeyote mwenye kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia huko kama ni kumswalia mtume, siko alikofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumsifia sifa ambazo ziko tofauti. Nilikuwa nakuu maneno ya Sheikh al-Allama al-marhum Suleiman bin Muhyiddin Allah yarhamuhu, alikuwa akitusomea sana maneno, wala tukthiru min madhihi was-salati alayhi faqat bal takunu liittiba'i dinihi wa suluki tariqatihi allati da'a ilayhi. Maneno haya Sheikh alikuwa akiyasoma sana, alikuwa anatuimbisha sana haya maneno haya. Sikithirishe kumsifia na kumkweza ikawa hivyo tu, hapana, bali iwe kumfuata suluki tariqatihi, kupita katika njia yake, na si kumsifu bitibai dinihi wa suluki tariqatihi, kwa kufuata dini yake na kupita katika njia yake, allati daa ilayhi, ambaye milingania. Kwa nasema maneno haya, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, qala sha'ir. Ashair, mshairi anasema maneno haya, tumekuta katika shairi kule ya al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sema hivyo, lau kama penzi lako lingekuwa la kweli, basi ungemtii. Kama mapenzi yako kwa mtume ni ya kweli, basi mtii, tukuone unayafanya yale ambayo yameamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu innal muhibba, hakika ya mwenye kupenda, liman yuhibbu muti'un, kwa anempenda atamtii. Ndio asili ya mapenzi. Kwa hivyo utiifu, kama hakuna utiifu hakuna mapenzi. Kama hakuna utiifu hakuna mapenzi. Iko hivyo hata katika baina zaujaini, iko hivyo baina ya mke na mume. Hata kama angedai kwamba anakupenda namna gani, ukimwamrisha akutii, muongo huyo. Wa fi riwaya athania, na katika riwaya ya pili ambayo ni riwaya ya Imam Muslim, imekuja man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, mwenye kufanya amali yoyote ambayo haiko ndani yake dini yetu, hakuna katika sheria yetu, basi fa huwa raddun, amali hiyo ni kurejeshwa. Riwayatul ula man ahdatha, riwaya ya kwanza mwenye kuanzisha, yani ahdatha ma lam yashri'uhu Allah, ma lam yushri'uhu Allah, kuanzisha lile jambo ambalo lam yashra'uhu Allah, hakuliwekea sheria Allah tabaraka wa taala.
wa riwayatu thaniya na riwaya pili imekuja lam yahduth لم يحدث وإنما اتبع من أحدث عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. hii haikuja yani kwa maana hadithi ya kwanza imekuja man ahdatha, hii ya pili imekuja moja kwa moja man amila, yani maana yake mwenye kufanya, atakayefanya. Kwa hiyo yule mfanyaji, mzushi na mfanyaji. ahdatha ma lam yashra'hu Allah subhanahu wa ta'ala wa inma ittaba'a man ahdatha. Kwa hiyo wanasema ahdatha huyo kwanza, man ahdatha yani ahdatha ma lam yashra'hu Allah, amelianzisha jambo ambalo hakuliwekea sheria Allah. Wa riwayatu thaniya, na riwaya pili, lam yahduth, anasema kwamba lam yahduth, hakuanzisha. Wa inma ittaba man ahdath, yeye hakuanzisha lakini amefuata man ahdatha amalan laysa alayhi amru rasul sallallahu alayhi wasallam. Yeye hakuanzisha, wa kwanza ameanzisha, wa pili amefanya. Yeye hakuanzisha maana yake amefanya ile amali ambayo imeanzishwa kinyume na yale ambayo yaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa inma ittaba man ahdatha, yeye amefuata walioanzisha. Kwa maana amalan man ahdatha amalan laysa alayhi amru rasul sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye amefuata kwa kuifanya amali ambayo laysa alayhi amru rasul sallallahu alayhi wasallam, hakuna ndani yake amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani kwa maana sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'amila huwa bihi sara mubtadi'an, fa'amila akafanyia kazi amali hiyo, basi huwa bihi, yeye kwa hilo, sara mubtadi'an, amekuwa ni mtu wa bid'a, mzushi. Faman amila bil bid'i, basi na yeyote mwenye kuifanyia kazi bid'a, fa huwa mubtadi'un, basi yeye ni mzushi wa bid'a. Wa in lam yahduthha huwa, ijapokuwa hakuanzisha yeye ibada hiyo, hakuanzisha yeye bid'a hiyo. Wa hadhihi fa'idatun 'azima, na hii ni faida kubwa. Li'an la yaqula man yaqulu, ili asiseme mwenye kusema ana lam ahduth shay'an, mimi sikuanzisha kitu chochote. Wa inma ana a'malu bima amila bihi man qabli, mimi ninafanya yale walioyafanya waliopita kabla yangu. Kwa maana kote kumezibu, hakuna njia. Naqulu lahu hatta wa in ahdathahu wa amila bihi man kanu qablika, hata kama ikiwa wameanzisha na wamefanya waliokuwa kabla yako. Famadama bid'atun, maadamu kwamba hiyo ni bid'a, famadama bid'atan fala yajuzu laka an ta'mila bihi, maadamu hiyo ni bid'a, basi haifai wewe kuifanya kazi. Fa in qala inma taqa'u almas'uliyya ala man ibtada'a, hata kama akisema kwamba maswali yatakuja kwa wale walioanzisha, naqulu lahu almas'uliyatu ala man ibtada'aha, ndio mas'uliyya, kwa maana jukumu litakuwa kwa wale walioanzisha. Wa ala man amila biha, na kwa wale ambao waliofanya kazi. Ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna. Wa anta manhiyun ani al-amali bil bid'ah, na wewe ni mwenye kukatazwa kwa kufanyia kazi mambo ya bid'a. Wa ta'rifu annahum manhiyun amma ibtada'uhu, na unafahamu vile vile au ufahamu kwamba wao ni wenye kukatazwa
kwa yale walioanzisha. Walikataza vile vile kwamba wao vile vile katazo hili lilikuwa linawahusu vile. Sasa ikiwa wao fakaifa tutawi'uhum wa ta'malu bi'amalihim, kwa vipi sasa wewe unawatii na kuyafanya yale ambayo wameyafanya wao? Bila shaka ni jambo la kimakosa. Fahadhihi faidatun الروايه الثانيه، na hii ni faida katika riwaya ya pili, anna al-amala bil bid'i, haika kufanya jambo la bid'a huwa fi dhatihi ibtida'un wa in lam yahduthha al-amil, basi kwa dhati yake ni kufanya ni bid'a hata kama hakuyafanya hata kama hakuyaanzisha huyu mfanyaji. Wa inma ahdathaha ghayruhu, ameanzisha mtu mwingine. Fahadha hadithun adhim ma'a hadithi innamal a'malu binniyat, hii ni hadithi adhim pamoja na hadithi innamal a'malu binniyat, zinaunga jengo moja. Fahuma yadullani ala shartai qabul al-amal, najulisha juu ya masharti mawili ya kukubalika matendo: al-ikhlasi wal mutabaa, ikhlas na mutabaa. Naam, barakallahu fikum. Uzuri wa jambo kuliweka katika sehemu yake, kwa sababu ufafanuzi umekuja katika dini kwa uwazi kabisa na kuelekeza namna gani watu wanatakiwa wasimame katika amali zao. Hadithi hii na hadithi iliyopita ya mwanzo zinaunga mkono juu ya jambo la namna gani sisi tusimame katika amali zetu. Innamal a'malu binniyati, ikhlas al-amal, ikhlasu an-niyya. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd, au man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Kwa maana ni msingi wa pili. Ule ni msingi wa ikhlas, huo ni msingi wa pili ambao ni msingi wa mutaba'atu lirrasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo matendo yako utakayoyafanya, fanya kwa misingi hii, hutohangaika. Barakallahu fi. An ummi almu'minina ummi Abdillah, kutoka kwa mama wa muumini ambaye ni ummi Abdillah, Aisha radhiyallahu anha, ambaye ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuanzisha, mwenye kuzusha katika sheria yetu hii, mwenye kuzusha katika dini yetu hii, fa ma laysa minhu, lisilokuwemo, ma laysa minhu, ambalo lisilokuwemo, fa huwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Fa huwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayat li-Muslim, na katika riwaya ya Imam Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna, mwenye kufanya amali yeyote, amali yoyote, laysa alayhi amruna, hakuna juu ya amali hiyo sheria yetu, katika sheria yetu hakuna juu ya amali hiyo sheria yetu, yani kwa maana dini yetu, amali hiyo anayoifanya hiyo, hakuna dini katika amali hiyo, fa huwa raddun, basi amali hiyo ni yenye kurejeshwa. Man amila amalan, yeyote mwenye kufanya amali yoyote, man amila amalan, mwenye yeyote awaye mwenye kufanya amali, amali hiyo ikawa laisa alayhi amruna, hakuna juu ya amali hiyo dini yetu, yani kwa maana hakuna
sheria iliyowekwa juu ya kufanya amali hiyo. Unaelewa vizuri? Yani hiyo amali ambayo utakayoifanya ndani yake, juu yake hakuna sheria ya kuamrisha amali hiyo ifanywe, fahuwa raddun, basi amali hiyo, matendo hayo, ibada hiyo ni yenye kurejeshwa. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.